J Studio inawaletea. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله من حرها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amesema ndani ya Qur'ani takatifu, idha ja'aka almunafiqun, pindi watakapokujia wewe wanafiki, qalu, wakisema, nashhadu innaka la rasulullah, tunashuhudia ya kuwa wewe ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Wallah ya'lamu, na Mwenyezi Mungu yuwajua, innaka la rasuluhu, kuwa wewe ni mtume wake. Wallahu yashhadu, na Mwenyezi Mungu anashuhudia, innal munafiqina, hakika wanafiki, lakadhibun, ni warongo. Ittakhadhu aymanahum, wamefanya viapo vyao, junnatan, kuwa ni kinga, kuwa ni ngao, fasaddu an sabilillah, wakapinga njia ya Mwenyezi Mungu. Innahum, hakika wao, saa ma kanu ya'malun, ni ubaya mno wanayokuwa wakiyatenda. Tukiwa bado tupo katika suratu Al-Munafiqun, leo tunaanza aya ya pili katika sura hii, pindi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akisema kusifu sifa za wanafiki kwamba ittakhadhu, wamefanya, wamejiekea, aymanahum, viapo vyao, junna, kuwa ni ngao. Kwa wao viapo ni ngao, kinga kwa wao. Fasaddu an sabilillah,
wakapinga watu kuingia katika njia ya Mwenyezi Mungu, hakika wao kwa hilo wanalolifanya ni baya mno. Neno aiman Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alilolitaja hapa, ittakhadhu aimanahum, wamefanya viapo vyao. Aiman ni mufrad, yani jamu ambayo umoja wake ni iman au yamin, umoja wake ni yamin. Aiman umoja wake ni yamin. Sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa ujumla wao na wingi wao akataja kulingamana na wao, akasema ittakhadhu aymanahum, wamefanya viapo vao, yani wao kwa ujumla, kwamba kila mmoja kaapa kwamba yeye anashuhudia kuwa Muhammad ni mtume wa Mwenyezi Mungu, na kila mmoja kaapa kwamba yale aliyoyasema Abdullah ibn Ummi Maktum pamoja na wenzake wakatumia ni kinga ya kujiokoa na adhabu ya Mwenyezi Mungu na kujiokoa na hasira za Waislamu wasije wakapigwa vita. Ittakhadhu aymanahum junna. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu akatumia neno aymanahum badala ya kutumia neno yamin, kwa kuwa wao ndiyo tabia yao, na kwa matokeo yaliyotokea, japokuwa aliyezungumza ni Abdullah ibn Ubay ibn Salul yeye peke yake, lakini wakashukuliwa wote kwa ujumla. Lao ingelikuwa wao hawakuridhika na lile, wengekuwa ndio wa kwanza wenye kumsuta huyu Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Na kwa sababu nyingine Mwenyezi Mungu kutumia aiman ni kwa sababu Mwenyezi Mungu mwenyewe amesema kwamba qalu, wamekuja kusema kwamba ni wengi. Kwa hivyo na katika kiapo Mwenyezi Mungu akatumia njia hii ya kuwa wao wote wameapa kuwa wewe ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Wanavyoni wanasema, kama ukirudia katika al-Jami' li ahkami al-Qur'an, Qurtubi anasema ittakhadhu aymanahum junna sitra, wamefanya viapo vyao kuwa ni kinga, pazia za kuwakinga wao. Walaisa yarji'u, wala aya hii na maneno haya yarji'u sio kwamba yanarudi ila qawlihi, katika neno lake Mwenyezi Mungu nashhadu innaka la rasulullah. Asema wala neno hili, japokuwa baadhi ya wanavyoni wanategemeza kwamba kwao wamesema kwa pamoja, kwa hivyo hili linarudi kuungana na aya qalu nashhadu innaka la rasulullah. Qurtubi asema la, hii hairudi katika aya iliyotangulia nashhadu innaka la rasulullah, bali inakwenda kwengine, atakuja kutaja mbele. Walaysa yarji'u ila qawlihi nashhadu innaka la rasulullah, wa innama, hakika si jengine, yarji'u ila sababil aya, inarudi katika sababu ya aya allati nazalat, ambayo imeteremka hasba ma dhakara al-Bukhari, kulingana na alivyotaja Bukhari wa Tirmidhi na Tirmidhi, an ibn Ubay, kutokana na huyu ibn Ubay, annahu halafa, kwamba yeye aliapa, ma qala, kwamba yeye hakusema, wa qad qala, na ikawa amesema. Kwa hivyo hii ittakhadhu aymanahum inamkusudia Abdullah ibn Ubay ibn Salul, kwamba yeye aliapa. Mwenyezi Mungu asema wamefanya viapo vyao, yeye aliapa
kwamba yeye hakusema na yeye akawa ndiye aliyesema. Sasa Mwenyezi Mungu asema aliitumia kwamba ni kinga kwake yeye. Kinga ya nini? Kukimbia asije akapigwa vita na Waislamu, asije akauawa, akatumia kiapo kwamba mimi sikusema. Mwenye Fathul Bayan fi Maqasid al-Quran juzuu ya 7 ukurasa wa 86 asema, qala Ibn Abbas, amesema Ibn Abbas radhiyallahu anhu, ijtanabu, wamejiepusha, biaimanihim, kwa viapo vyao, minal qatli, kuepukana na kuuawa. Kwa sababu lao watajibaini wakiwa wao tayari wamejiingiza katika Uislamu, kisha wakajajibaini kwamba wao ni murtadin. Je, wakijibaini ni murtadin katika boma la Waislamu, katika mji wa Madina ambao Mtume sallallahu alayhi wasallam na watu wake ni Muislamu na Waislamu wenzake, na huyu Abdullah ibn Ubay bin Salul na wenzake wakiamua kwamba wao wameritadi, hukumu yao nini? Ni kukatwa shingo. Hukumu ya murtadi ni kuuawa. Sasa kwa ajili hii aeleza Ibn Abbas kwamba ijtanabu, wamejiepusha, biaimanihim, kwa kutumia viapo vyao, minal qatli, kujiepusha na vifo, kwa sababu yoyote anayeritadi huuawa. Na wao hawa ni murtadina kwa kutoka katika Uislamu kwa mioyo yao baada ya kuingia kwa ndimi zao. Walharb, vile vile wakawa ni wenye kujitenga na kujiepusha na vita kwa viapo vyao. Kwa hivyo wametumia viapo ni ngao ziwakinge wasiuawe, wametumia viapo ni ngao ziwakinge wasipigwe vita kama makafiri. Wasije kuambiwa hawa si wetu, ni makafiri moja kwa moja, hata tuwapigeni vita. Kwa hivyo wakawa wanatumia hivi viapo. Waqila, na kumesemwa, yani anakusudia biaimanihim, kwa mayamini yao, ma akhbara ar-rabb, ni yale aliyoyaeleza Mola, anhum, kuhusu wao, fi surati Baraa, katika suratu Baraa. Ndiyo sura ambayo ni kimondo kwa wanafiki. Tabia zao zote zimetajwa pale na adhabu zao zimetajwa pale. Haikuwasaza sura hii. Ukitaka kujua habari zao zote na vitimbi vyao vote na aliyowapangia Mwenyezi Mungu, soma suratu Baraa na uijue maana yake. Utaelewa wanafiki ni watu gani, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewabaini kwa sifa ngapi, na Mwenyezi Mungu amewapangia kuwaadhibu kivipi. Sasa hii kauli inasema kwamba kama alivyoeleza Mola kwamba wao katika suratu Baraa wanasema hivi, yahlifuna billahi ma qalu, wanaapa kwa Mola kwamba wao hawakusema. Na ni kweli, hiyo ni kawaida. Wewe mpate mtu mrongo awe amezungumza ya urongo, kisha umwambie ninapata habari zako bwana, wewe umesema hivi umesema hivi, utaona kitu cha kwanza kurukia na kiapo, wallahi billahi tallahi mimi sikusema. Nani aliyekwambia? Hawa hawanipendi, hawa ni hivi, wataka kunitetesha mimi na wewe. Kumbe yeye amesema, lakini ametanguliza kiapo. Chembelecho wenye kusema ataka kumshika Mungu kwa mikono.
vile anavyokuwa pia, kwa sababu anatumia ndiyo kinga yake. Na cha ajabu ni kwamba hata pasipotakiwa kuapwa, wao wako tayari kukitumia kiapo. Na ndiyo ukaona tumeshikilia mahali hapa leo kwamba wao wanatumia kiapo kama ngao, wanatumia kiapo kama ngao. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliposema ittakhadhu aymanahum junna, wamefanya viapo vyao kuwa ngao. Aya hii na sura hii ikianza, katika aya ya kwanza unakuta Mwenyezi Mungu asema idha jaaka almunafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah, wanasema kuwa sisi tunashuhudia kuwa wewe ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Katika kauli hii wanaviona wanasema huku kusema nashhadu innaka la rasulullah, yaminun, ni kiapo. Huku kwao wao kusema innaka la rasulullah ni kiapo, na Mwenyezi Mungu akashuhudisha hilo. Kisha wakasema aqsama man qala uqsimu billah. Sasa wanaviona wanachambua, yoyote mwenye kusema na apa kwa Mwenyezi Mungu, au ushhidu au ashhadu billah, nashuhudia kwa Mwenyezi Mungu, au a'zamu billah, na azimia kwa Mwenyezi Mungu, au aqsamtu billah, au ukisema nimeapa kwa Mwenyezi Mungu, au vile vile ashhadtu billah, nimeapa kwa Mwenyezi Mungu, au vile vile a'zamtu billah, nimekwisha azimia kwa ajili ya Mwenyezi Mungu au kwa Mwenyezi Mungu, au ukasema ahlaftu billah, nimeapa kwa Mola. Faqala fi dhalika kulluhu billah, na akasema matamshi hayo yote akitumia billahi, neno billahi. Fala khilafa, hakuna tofauti, annaha yamin, kwamba hiyo ni yamin. Yani hakuna tofauti kati ya wanavyoni kwamba kauli hii ni yamini, wengine kusimama kupinga. Ukisema ashhadtu billah, aqsamtu billah, ahlaftu billah au azamtu billah, zote hizi ni ziapo na zote hizi ni katika yamin. Wakadhalika vile vile wanasema inda Malik, kauli kama hii kwa Imamu Malik wa ashabu na watu wake, in qala uqsimu au ashhadu au a'zimu au ahlifu wa lam yakul billah. Imamu Malik na wafuasi wake asema mtu atakaposema uqsimu, ahlifu, ushhidu, ashhadu, a'zimu, ahlifu, lakini akawa hakuunganisha na billahi, asema Imamu Malik na wafuasi wake kauli hiyo idha arada billahi, akawa hakusema billahi lakini ikawa moyoni amekusudia billahi, hiyo ni nini? Kiapo. Wa illam yarid, na ikawa hakukusudia billahi, falaysa yamin, hiko si kiapo. Imamu Malik ameweka kigezo hiko. Unaposema ahlifu, kusudio lako ikawa billah, uqsimu, kusudio lako ikawa billahi bila ya kutemka, hiko ni kiapo kwake. Na ikawa umesema hivyo lakini hukukusudia billahi, hiko si kiapo kwake. Kule mbele tumeambiwa utakaposema tu hivyo basi inakuwa ni kiapo. Haya ni maneno ya kutoka kwa Imamu Shafi'i, kwa Imamu Malik radhiyallahu rahimahullah.
Waqala Shafi'i, na akasema Imamu Shafi'i, idha qala, wakati mtu akisema ashhadu billah, kama vile walivyosema wale wanafiki na qalu nashhadu, wakasema hivyo tu. Imamu Shafi'i asema mtu anaposema ashhadu billah wana wal yamin, na akawa amenuilia kiapo, kana yaminan, hiko kitakuwa ni kiapo. Lazima tuelewe viapo ni vipi, sio yale maneno yetu tutakayo sisi tukawatwa hapa kwa njia ambazo sizo, twala yamini kwa njia ambazo sizo. Utakuta kuna watu ulayamini hata utashangaa, mtu aweza kukufanyia hivi, iko ni kiapo, ati ampitisha kidole shingoni, ashakula yamini. Na vingine nilikuja kuviona hapa Mombasa, mtu afanya hivi, peleka kidole mchangani paka chini, kisha akaramba, ati amekula kiapo yeye. Wala Mtume hajatufunza viapo vya sampuli hivi. Na kule visiwani kuna viapo vya maneno mengine hata havieleweki, kijungumeko, kesho nsiweko, ati kiapo pia hiko hapo nacho. La, viapo viko njia vyake ambazo Mtume sallallahu alaihi wasallam ametufunza, Mwenyezi Mungu amevieleza, lakini hivi vingine havimo. Utasikia pia mara nyingine kwambia mtu alikuwa akitaka kukwambia jambo hujaamini, mara kukadhiniwa kwamba na muadhini shahidi huo. Uliagana na muadhini kwamba mimi nikisema hili neno wewe muadhini adhini ili uonekane shahidi. Ni mambo yako katika mipango ambayo tumeiweka Mwenyezi Mungu wala Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuviweka. Kwa hivyo unapokuona mtu ati akufanyia kiapo hivi, mwambie hata ukanifanyia nini, hata jichinje, siamini. Sababu kiapo tulichoambiwa man ulifa lahu falyardha, mwenye kuapiwa na ridhike, ni vile alivyotufunza Mwenyezi Mungu, vile alivyotufunza Mtume sallallahu alaihi wasallam. Billahi tallahi wa rabbil kaaba walladhi rafa'a as-samaa bila amad walladhi nafsi biyadihi, na vingine kama hivi vilivyotajwa. Sio kuleta mambo ambayo hayana mpango, hayana asili, kutaka kuyatia katika sheria. Huku ni kwenda kinyume na dini inavyofunza, ni kwenda kinyume kabisa. Kwa hivyo Imamu Shafi'i kwa kauli yake ni kuwa mtu anaposema ashhadu billah wana wal yamina, na akawa ni mwenye kunuilia kiapo, kana yaminan, hiko kitakuwa ni kiapo. Kwa hivyo unapomwambia mtu ashhadu billah, ukalieleza lile ambalo mtu pengine alikuwa ndiyo sababu ya kuliamini, kwa hivyo ulivyomwambia kwako inakuwa ni kiapo kama viapo vingine ambavyo viko katika kulayamini. Waqala Abu Hanifa naye akasema pamoja na watu wake, lau qala ashhadu billah, lau mtu atasema ashhadu billah lakad kana kadha kana yamina, lau mtu atasema ashhadu billah hakika limekuwa jambo kadhaa, Abu Hanifa asema hiko kitakuwa ni kiapo. Walau qala, Abu Hanifa kisha afafanua kwa upande mwingine asema, na lau atasema ashhadu laqad kana kadha duna, pasina an-niyya, kutumia nia katika lile alilolisema, kana yaminan, itakuwa pia ni yamini.
Asema unaposema ashhadu billah itakuwa ni yamin, na utakaposema ashhadu lakad kana kadha duna niyya kana yaminan lihadhihi alaya. Asema itakuwa ni kiapo kwa sababu ya aya hii ambayo inatuambia ittakhadhu aymanahum junna. Hii aya ndiyo imeifanya hata bila ya kusema kwa nia itakuwa ni kiapo. Lakini sasa lazima turudi nyuma, tuangalie mahali pengine Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliposema la yuakhidhukumullah billawhi fi aymanikum. Hawachukulii Mwenyezi Mungu billawhi fi aymanikum, kwa maneno ya pumbao au ya upuzi katika viapo vyenu. Tuna tabia mara nyingine hutumia viapo pasipopaswa wala pasipozingatiwa hivyo viapo. Takuta mtu hata kutolea story tu maneno tu ya kawaida, wallahi bwana, ashaanza wallahi bwana, hakuhitaji kiapo hapo. Wallahi bwana tankalale. Haya, wallahi bwana tankalale nini? Kumehitajika kiapo hapo? Hakukuhitajika. Sasa vitu kama hivi havihisabiwi wala havichukuliwi, kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema la yuakhidhukumullahu billawhi fi aymanikum. Mwenyezi Mungu hachukuli wala hawachukuli kuadhibu na kuandikia dhambi billawhi, katika pumbao lenu au upuzi wenu katika viapo vyenu. Lakini yuakhidhukum, Mwenyezi Mungu awachukulia nyinyi, yani anawachukulia hatua. Wakati gani? Wakati unapokuwa moyo umechuma kile kiapo, yani ukawa na kusudio ya kile kiapo ulichoapa. Na hatari kama hatari ni mtu kula yamini la urongo. Hatari kama hatari ni mtu kula yamini la urongo. Na ujitahadhari, hata kama kwa nduguyo, hata kama kwa mwanao, hata kama kwa mzazi wako, usijaribu kula yamini la urongo ati kwa sababu huyo ndugu yangu ni muokoe. Usijaribu kula yamini ya urongo ati kwa kuwa huyu ni familia yangu watanimuokoe. Usijaribu kula yamini la urongo ati kwa kuwa huyu ni mke wangu au huyu ni mume wangu. Ni kitu kibaya sana. Mtume sallallahu alayhi wasallam katika kuyahisabu yenye kuangamiza akalihisabu yamini la urongo, akasema wal yaminil ghamus, na yamini kiapo chenye kudidimiza, chenye kuzamisha, yani kiapo cha wewe kuizamisha haki na wewe kuzama katika madhambi. Mtume akatahadharisha sana, akasema tahadharini na yaminul ghamus. Yaminul ghamus ni kiapo cha urongo ambacho wewe waapa na ilhali wajua kile unachoapia ni urongo. Maskini mwanadamu aweza akaletewa kitu, pesa au mali aina yoyote, akaambiwa wewe bwana, hebu kuwa shahidi, yatakikana shahidi pale aje aape 100,000 hizi bwana.
kwa kuwa moyo wako umeuona mdogo, na ile 100,000 ukaiona kubwa kushinda moyo wako, kaona kuna neno nipe, dakika tu hiyo, si pale kizimbani tu nitashika msahafu tu mimi, na tena nitaapa kwa jazba bwana, na ninaweza nikatoa na machozi pale, jamaa kasadiki kweli. Na ukenda ukaapa, pengine ukatoa kweli machozi, hakimu akaona kwamba wewe ni mkweli na ni shahidi wa kweli kweli, lakini mwenzangu umejizamisha katika dhambi na umeizamisha haki. Kesho yaumul qiyama mahali pako ni pabaya. Usijaribu mahali ambapo wanavioni wametoa nafasi. Ikiwa mtu uko katika iftirar, hana budi mpaka aape ni atumie tauria katika kiapo chake. Yani atumie mbinu ya kumuhadaa yule mtu aonekane kile alichokiapia cha kweli lakini si cha kweli. Yani kutumia mfano. Wewe mfano amekushika, toa pesa, kawambia pesa ziko lakini mpaka muni achilie niende mahali fulani, na umeshikiwa bunduki, usipoambia mpaka usipoelekeza watakuwa, basi ukawambia paka ni fanye jambo fulani au paka mutafute namba fulani ili ujiokoe katika ile hali. Mfano umeshikiwa mtoto wako kama vile wanavyofanya wengine, wakacheka nyara, kisha kukwambia mpaka utoe kiwango fulani au utafanya nini ili utataka kitu fulani, hapa kwamba utatupa iko kitu, kawa huna budi mpaka uwape, lakini utumie tauria. Wanaviona wakasema utumie tauria, na hapa nitawapa hiki kitu mkimuacha kabla, na hapa nitawapa lakini nendeni mahali fulani, muachilieni mwende mahali fulani. Kwa namna hii imeruhusika, kwa kuwa wewe ni madhuluman na umefikia hali ya iftirar, utafanya hilo. Ni kama mfano wa yule ambaye amekufuru kwa kutendwa nguvu, lakini moyo wake uko katika istikrar ya imani. Illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman, kama alivyofanywa Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu alipigwa mpaka kawa hajitambui, taabani, wakaambiwa mwisho, wewe twakuwa tutakumaliza, udhkuril Lata, mtaje Lata, udhkuril Uzza, mkufuru mola wako, unkubali Lata, na akamtaja Lata na akamtaja Uzza, lakini moyo wako ukawa bado umetulia kwa Mwenyezi Mungu. Hapa ametendwa nguvu. Alipoachiliwa akenda kwa Mtume akimuelezea hizi habari alivyofanywa, akamwambia wameniadhibu mpaka nikawa sijijui, hata asabtu, mpaka nikawa nimepata min ilahihim, katika alihatihim, katika miola yao nikawataja wale. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia wewe huna makosa wakati huo, kwa sababu umetendwa nguvu. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amesema mwenye kukufuru baada ya imani yake huwa hayuko katika makosa, isipokuwa aliyetendwa nguvu na moyo wake ukawa katika imani. Yani mwenye kukufuru baada ya imani yake, huyo amefanya makosa, isipokuwa huyo aliyekufuru baada ya imani yake
akiwa ametendwa nguvu lakini moyo wake umetulia katika imani, yani akalitaja lile la kufru ikiwa hapendi kamwe kulitaja, bado kupenda kwake ni kupenda kule kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mtu kama huyo hazingatiwi kuwa amekufuru. Sasa ndiyo maana ya maneno haya tunayoambiwa na Abu Hanifa rahimahullah, kwamba mtu asemapo maneno haya, Abu Hanifa kama tulivyoachilia kule kwamba Abu Hanifa asema na watu wake, lau mtu atasema ashhadu billahi laqad kana kadha, limekuwa kadha, kana yamina, hiyo itakuwa ni kiapo. Walau qala ashhadu, na lau atasema kana kadha, laqad kana kadha, limekuwa jambo kadha, duna niyya, pasina nia, kana yaminan, hiyo pia itakuwa ni kiapo. Lihadhihi alaya, kwa sababu ya aya hii ya kwamba Mwenyezi Mungu asema na kutaja minhum, kutoka kwao, kulitaja shahada. Thumma qala, kisha akasema Mwenyezi Mungu, ittakhadhu aymanahum junna, wamefanya viapo vyao kuwa ni kinga. Wa inda Shafi'i, lakini Imamu Shafi'i akarudi kusema tena baada ya kauli yake ya kwanza kusema mtu asemapo ashhadu billahi wa nawal yamina, na akanuia yamin, kana yamina, itakuwa ni kiapo. Akarudi kusema tena wa inda Shafi'i, wasema wanavioni wa inda Shafi'i, na kwa Imamu Shafi'i la yakunu dhalika yamina, haiwi ni kiapo ikiwa hakunuilia. Kwa hivyo Imamu Shafi'i ametofautiana na Abu Hanifa. Abu Hanifa asema awe na nia, asiwe na nia. Imamu Shafi'i amesema kuna tofauti kusema ashhadu billahi ukawa na nia, itakuwa ashhadu billahi itakuwa ni yamin, lakini unaposema ashhadu ikawa hakuna nia, basi hilo si yamin. Wa innawa al-yamin, Imam Shafi'i asema ukisema ashhadu peke yake itakuwa si yamin, na hata pia ukinuilia umesema ashhadu peke yake, hata kama utanuilia kwa nia haitakuwa ni kiapo. Lianna qawlahu ta'ala, kwa sababu neno lake Mwenyezi Mungu alitukuka, ittakhadhu aymanahum, wamefanya viapo vyao, junna, kuwa ni kinga. Laysa yarji'u ila qawlihi, haikurudi katika neno lake Mwenyezi Mungu qalu nashhad, haikurudi katika neno nashhad kama kule tulivyotangulia kusema. Lakini tusisahau kwamba kiapo chao Mwenyezi Mungu amekibaini ndani ya suratu Baraa, wakati aliposema kwamba walisema kalimatul kufr, walizungumza kalimatul kufr, na ndiyo ikazingatiwa kwamba wao waliapia hilo. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliposema nashhad wa innama yarji'u ila Baraa, inarudia katika suratu Baraa fi qawlihi, katika neno lake Ta'ala aliyetukuka, yahlifuna billahi ma qalu, wanaapa kwa Mwenyezi Mungu kwa kuwa hawakusema. Moja kwa moja, na ikawa ni kinga kweli kwa wao, ikiwa Mtume sallallahu alayhi wasallam bado hajabainiwa. Kama jana tulivyoeleza, ilipokuwa Mtume hajabainiwa, alimwambia yule kijana Mtume kwamba wewe, haya mambo hayakubaliki, huyu mzee ameapa, kuonyesha kwamba hatuwezi tukata kumsadiki mzee tukakusadiki wewe mwana. Na hii iondoke katika fikra kwamba ati huyo mbarobaro bwana amejisemea tu, wewe ushika maneno ya mwana. Nawe hizo tabia tunazo, washika maneno ya watoto wewe. Ikiwa mtoto ameshuhudia,
Ikiwa mtoto ameona basi akasema na ikawa kuna ushuhuda, huo ni ushuhuda. Hakuna kusema huyo mbarobaro si mzee, hata yule bwana amemsingizia mzee. Wako wazee warongo, wako wazee warongo. Iangalieni darsa ya siku ya kwanza tulipokuwa tunazungumzia, alipoulizwa Hudhaifa alisema, je, wamebakia hao wanafiki? Alisemaje Hudhaifa? Alisema wamekufa, lakini kuna mmoja ambaye hata akinwa maji tumbo lake na kinywa chake hakipati baridi ya maji, yani hakipati ladha kwa uzee alionao, yani amezeeka bado ni mnafiki. Na ndipo hapa sasa wanavyoni wakawa husema, je, mnafiki hutubu? Mnafiki anaweza kutubu na akauacha unafiki, lakini si aghalabi. Hatari yake ni kwamba si aghlabi yeye kutubu, lakini huwezekana akatubu na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamsamehe. Hata ukisoma aya innal munafiqina fi darki al-asfali minan nar, ukisonga mbele utaona kuna mwelekeo ya kuwa wao wanaweza kutubia, na kutubia kwao ni watubie wenyewe, kwa sababu hakuna nusra nyingine, hawawezi kupata wenye kuwa nusuru, kama alivyosema Mwenyezi Mungu, walan tajida lahum nasira, wala utapata wao ni nani mwenye kuwa nusuru, hawana mwenye kuwa nusuru, lakini isipokuwa mwenye kutubia. Ni ugonjwa mbaya ambao unaumiza umma, unamuumiza mwenyewe akawa hajitambui. Kwa sababu gani? Mwenyezi Mungu amemsifu kwa sifa ambayo hata wewe utashangaa. La ilaha ula wala ilaha ula, hako kwa hawa wala hako kwa hawa. Hebu fikiria, na watu ulimwenguni wawili au makundi mawili, leo lizukapo kundi la wanafiki na Mwenyezi Mungu analitaja kwamba hako kwa hawa wala hako kwa hawa, yuko wapi? Yani hako kwa hawa, hako kwa waumini, hako kwa Waislamu. Yani yeye ataka kusimama na Waislamu, lakini ameshika kwa vidole hivi. Huyo huyo ataka kushika na kwa makafiri, ndio hiyo hushika hivi, yani time yoyote ataacha, na huku ashika hivi, ndio akazingatiwa kwamba la ilaha ula wala ilaha ula. Wewe ukiwa ni mtu uko hapo, una msimamo gani? Wewe una msimamo gani? Utakuwa ni kama yule wa rangi mbili, mara wajibadilisha hivi, mara wajibadilisha hivi. Wa idha laqul ladhina amanu qalu amanna wa idha khalau ila shayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Na urongo, huwezi wewe ukasema kwamba nitaishi siku zote sampuli hii, usitambulikane na wale ambao wataka kwenda kwao kisha uache, kisha hawa wengine wataka kwenda kwao pia uache.
Ndio utakuta vile ilivyokuwa maswahaba walivyoonyeshwa namna hawa wanafiki si watu kwenu nyinyi, kwa sababu walikuwa wakijiunga na wao, mara wanawatilia fitna ndani yao mara wataka kuungana na watu wabaya kuja kuivunja Madina, mara wanataka kuungana na Mayahudi, mpaka ikafika wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam akawa mwisho wake akayatoa majina, na ndipo walipotoa majina maswahaba wakakaa katika dhiki, lakini dhiki yenyewe pia iliwasaidia. Kuwasaidia kwenyewe ni vipi? Ni kwamba saa zote mtu kuwa na tahadhari. Ni kama mfano uambiwe, yoyote ambaye hatapatikana na kitambulisho atachukuliwa hatua, na mwenye kitambulisho basi yuko salama. Saa zote tutakuwa tahadhari. Ukitaka kutoka washika mifuko na kibeba, untoka nje mfika njiani, sikubeba kitambulisho mimi narudi. Kisa na sababu ni hutaki kuingia katika lile kundi la kushukiwa na kusumbuliwa. Manake huna kitambulisho, basi wewe umeingia nchini, si mwananchi hapa, au pengine wewe ndio ukasumbuliwa kwa usumbufu mwingine. Na maswahaba wakawa wanaishika imani kisawa sawa, hawataki kuingia katika kundi la haramu na hawataki kuwa katika hali ya wale ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewachukia. Wakaamua kujisafi, na wakawa saa zote hawajiamini kusema kwamba sisi tuna imani safi moja kwa moja. Na ndio yale maneno tuliyosema jana, aliyoyasema Hasanul Basri, la ya'manu minan nifaq illa munafiq. Hakuna anayejiamini kwamba yeye amebakia safi moja kwa moja isipokuwa ni mnafiki. Wala yakhafu nifaqa, wala haogopi unafiki, illa mu'min, isipokuwa mu'min. Ndio wakabakia hivi masahaba, wakawa wanaicha, wamekaa katika hali wanauogopa unafiki kila saa. Na sisi yafaa tuuogope, tuwe na tahadhari kwanza kutosema urongo, tuwe na tahadhari ya kutofikisha amana, tuwe na tahadhari na viapo, tuwe na tahadhari katika utesi, tusizidishe ubaya, tuwe na tahadhari tusiwe wenye kusingizia, na mengineo mengi. Tuwe na tahadhari na uchochezi. Huku ndiyo mtu kujikinga na unafiki. Lakini ikiwa wewe watamka shahada na unajiita muumini, lakini huna tahadhari na kusema urongo kwako kitu cha kawaida, huna tahadhari na amana, umepewa 100 mfikishie mahali fulani, yafikishwa 80 au haifiki kabisa, ni moja katika sifa za unafiki. Na ukiendelea ndipo unapoingia katika unafiki. Kwa hivyo maneno, vitendo, amana na mengineyo, ukiwa na tahadhari ya sampuli hiyo, utakuwa ni mwenye kujikinga na unafiki. Masahaba wakajikinga na urongo, wakajikinga kutotekeleza amana, wakajikinga kuwa na khiana na mengineo mengi, wakahifadhika. Wale waliobakia ikawa hawajajulikana. Watu katika masahaba wakawa huzitazama hizo alama na kumtazama Hudhaifa, ndiye alikuwa msaidizi wao kukagua
mnafiki wakati mtu amekufa. Hudhaifa akawa anatumia mbinu hii, na si yeye moja kwa moja, masahaba walikohutazama, je, Hudhaifa atansalia? Ataingia katika safu kusaliwa yule bwana? Akiingia jamaa nao hao moja kwa moja huingia. Wakimwona Hudhaifa amejitenga, ikawa watu nao hujiepusha, kwa sababu kuona Mtume sallallahu alayhi wasallam ameepukana nao. Kwa hivyo tutahadharini na viapo ambavyo ni hatari, vinaweza kutuangamiza sisi, na kesho yaumul qiyama yoyote aliyeapa kiapo kibaya atajikuta amedhama katika madhambi, na hasa ikiwa ameinyakua haki ya mtu kwa kiapo au ameizamisha haki ya mtu kwa kiapo. Usende kotini, usisimame mbele ya watu ukaapa kwa haki ambayo si yako, kama walivyokuwa wakiapa wanafiki. Mwisho kabisa, ndiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akitegemea sana kiapo, lakini kwa wakweli. Mpaka safari moja akawa amenunua ngamia kwa Arabi, mbedui, na wabedui walikuwapo wanafiki, kama anavyosema Mwenyezi Mungu, wa minal a'rab munafiqun, na katika wabedui wako wanafiki. Bwana huyu akauziana na Mtume ngamia. Walipouziana wakakubaliana, ikawa ile thamani ni Mtume atakwenda mlipa nyumbani. Wakakubaliana, Mtume sallallahu alaihi wasallam akatukua yule mnyama ngamia. Alipofika naye, mara yule bwana akapata mtu mwingine akamwambia, kwa hiyo bei uliomuuza sisi tutakupa zaidi. Bedui akafanya tamaa. Wale wakamwambia, nenda kamtukue, sisi tutakupa zaidi hizi. Wakamwonyesha. Alipoonyeshwa akatoka mbio, akamwambia, ya Rasulullah, nipe ngamia wangu. Nikupe ngamia wako? Kwani mimi sikununua kwako? Akamwambia, hukununua. Mtume akamwambia, mmenunua? Akamwambia, hukununua, nimenunua. Mtume sallallahu alaihi wasallam, yule bwana ameshikilia, sijakuuzia mimi. Yuko bwana anaitwa Huzaima. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamuuliza Huzaima, ewe Huzaima, kwani mimi sikununua kwa huyu bwana? Akamwambia, umenunua ewe Mtume, na hapa umenunua. Na Huzaima alikuwa hayuko wakati huo, lakini akasema, na hapa nimenunua. Baadaye Mtume sallallahu alaihi wasallam ikawa yule bwana ashashindwa ni kulipwa malipo yake. Baadaye Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia Huzaima, kwani wewe ulikuweko? Akamwambia, hata sikiwa sikuweko ya Rasulullah. Wewe husemi urongo, wewe husemi urongo, na maadamu umelisema hili ni kweli umenunua. Mtume pale pale akasema, shahadatu Huzaima shahadatu rajulain, ushuhuda wa Huzaima ni usawa na ushuhuda wa watu wawili. Ikawa moja kwa moja imepita mnyama yule wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na ushuhuda wa bei ni Huzaima. Kutoka siku hiyo ikawa Huzaima akija akitoa ushuhuda ni sawa na watu wawili au mashahidi wawili. Hii ni title waliipata masahaba wa Madina, kama Mwenyezi Mungu aliwapa zawadi kwamba na wao wana mtu ambaye Mwenyezi Mungu amemjalia katika watu akitoa ushuhuda ni sawa na mashahidi wawili. Wakawa watu wa Maka hujisifu kwa watu wao, sisi tuna huyu, sisi tuna huyu, sisi tuna huyu,
na wao watu wa Madina wakawa hujisifu kwamba na sisi tunao wetu kama kina Zaid bin Thabit na Ubay bin Ka'b na Uzaima, ambaye ushuhuda wake ni ushuhuda wa watu wawili. Hapa ndipo tutakapokomea insha Allah taala. Yaliyobakia ni kesho, Mwenyezi Mungu akitupa uhai na uzima. Ikiwa kuna swali kwa nafasi. Naam. Ndiyo. Naam. Hawa waganga tuwaweza kuwatia katika grupu la wanafiki. Wao hutumia unafiki, lakini kabla hawajakwenda huko, wao tayari makafiri. Hili tulijue. Nafikiri tuliyazungumza sana tulipokuwa tunaizungumza katika zile vipindi vyetu vya alfajiri, wattabau ma tatlu shayatin. Mwenyezi Mungu akasema, wattabau ma tatlu shayatinu ala mulki Sulaimana wa ma kafara Sulaimanu walakinna shayatina kafaru yuallimuna an-nasa as-sihra wa ma unzila ala al-malakain bibabila haruta wa marut wa ma yuallimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitna fala takfur. Ukisoma ukifika mpaka hapa fala takfur, utakuta kwanza huambia watu musikufuru. Ni kwamba hiki kitendo kufanywa ni nini? Ni ukafiri. Afanyaye huwa kafiri. Hiyo ni la kwanza. Wayataallamani minhuma, watu wakawa hujifunza kutokana na wayataallamuna minhuma, na hujifunza kutokana na wao wawili. Ma yufarriquna bihi baina almar'i wa zawjihi, kile ambacho hutenganishwa baina ya mtu na mkewe. Wama hum bidharrina bihi min ahadin illa biidhnillah, wala hawawezi kudhuru yoyote isipokuwa kwa idhini ya Mwenyezi. Wayataallamuna ma yadhurruhum, na wanajifunza kinachowadhuru wao kwanza. Wala yanfa'uhum, wala hakiwanufaishi wao. Urongo wanaotumia kuwahadaa watu, kuwafanyia watu kitu kuona kwamba ni hiki kumbe sicho, kuwaonyesha watu kwamba huyu namuua hapa na kumbe hajamuua. Urongo huu. Kwa hivyo sifa ya unafiki wanao, japokuwa hutumia upande wa kiini macho na mengineyo. Ndipo yule bwana Bustani, tulikieleza hiki kisa, Bustani aliyekuwa mganga, akawa mara huingia katika kinywa cha ng'ombe, akatoka katika tundu ya nyuma, katika uchi wa ng'ombe, akawafanya vioja kama hivyo. Watu wakawa wasema ni mkweli. Mara hutukua mtu akamkata kichwa pap, kisha akaamrisha kichwa kikarudi, mtu akawa anatembea sawa sawa. Ile ni picha, si kwamba amekata mtu kichwa, ni kule kuhadaa watu na kuyateka macho ya watu, wakawa wanavyoona sivyo uhakika ulivyo. Ilipokuwa hali ni kama hiyo, akatokeza bwana pale pale mmoja, akachomoa upanga wake, akasonga paka mbele, akamwambia wewe ni mrongo, wewe ni mrongo. Yule bwana akamtisha, akamwambia wewe nitakumaliza. Akamwambia hayo basi, kiwa wewe utanimaliza mimi, utwae upanga. Akauchomoa, akampiga katika shingo yake, akankata. Akamwambia kiwa ni mkweli, regesha kichwa chako, na akafa pale pale. Huyu bwana alikuwa akiitwa Bustani, mganga, akafa pale pale, wala kitwa hakikurudi. Kwa hivyo unafiki wanautumia.
japokuwa wao hawakusimama katika la unafiki moja kwa moja, lakini ni kitu wanakitumia kutetesha watu, kuwafanyia hayo ya kuwahadaa, kuwaonyesha vitu ambavyo si vya hakika, wewe ukaona ni hakika, na mengi wanayoyafanya. Wanatumia pia nini? Unafiki. Fikiri tumemaliza. Allahumma sahhil lana ma nurid wa najjina mimma nakhaf bifadlika ya latif ya latif tufina fi ma jarta bil maqadir wa hawwin alaina kull asir innaka ala kulli shay'in qadir. Subhanaka Allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa ant wa nastaghfiruka wa natubu ilayk. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin.